Karibu katika kipindi chetu cha neno la uamsho na Apostle S.K. Caleb wa Pentecostal Church of All Nation, Embu Kiritiri Town. Karibu katika ibada zetu Jumapili kuanzia saa 4:30 hadi saa 7. Ibada za katikati ya wiki kila Jumatano saa 10 hadi saa 12 na one on one kila Jumatano saa 4 hadi saa 9 jioni. Tupigie simu kwenye nambari 0712059113. Karibu katika mafunzo ya siku ya leo. Asante sana, karibu katika kipindi chetu cha neno la uamsho. Nimekuja kwenu tena ili niweze kuleta ujumbe wa breaking the limitations or the breaking the yokes or limitations part 2. Tunapoendelea na kuangalia part 1, tuliona ya kwamba kuna yokes ambazo zilikuwa zinawekwa katika watumishi wa Mungu pale na wa Misri. Israelites walikuwa wamefungwa sana. Walikuwa wamefungwa sana kwa miaka mingi, na kwa sababu kadhaa ambazo zilifanya wafungwe ni dhambi nyingi ambazo zilikuwa zimefanyika katika maisha yao, na wakati wa Mungu alisikia kilio chao, aliwafungua. Lakini kabla ya kufunguliwa walifanyishwa kazi nyingi, walifanyizwa kazi mingi sana. Wengine mpaka ikafika mahali watoto wanapozaliwa waangamizwe, lakini Mungu kwa neema yake akasave Musa ili aweze kuokoa wale watu. Na maandiko inatuonyesha ya kwamba walifunguliwa, na walipofunguliwa waliweza kwenda kumtumikia. Lakini siku moja wakawa katika safari. Walipokuwa katika safari, Deuteronomy chapter 2 tunaona ya kwamba wakaanza kuzunguka katika mlima, wakakataa kuendelea na safari. Na siku moja Mungu anawaambia, sasa mmezunguka katika mlima huu kwa miaka mingi, tokeni hapa sasa, break from the limitation, break from going round and round. Na wakati Mungu aliweza kuambia hivyo, wali break from that stagnation, from that limitation, na Mungu akaweza kuwasaidia kuendelea na safari, na wakavika katika mahali walipokuwa wametayarishiwa na Mungu. Lakini tunaona ya kwamba Waisraeli kila wakati walipokuwa wakifanya dhambi, Mungu alikuwa alikuwa na allow the enemy kuingia katika limitation, kuingia katika vifungo. Na kwa hivyo when we are talking about breaking from the yokes of limitations, we are talking about what may hinder us from receiving, from getting to our destiny. Maana sisi tuko na destiny. Kila mmoja ambaye ameumbwa na Mungu, kila mmoja wetu ambaye ameitwa na Mungu, we have a great destiny. Tuko na nguvu, tuko na uwezo, tuko na mahali Mungu ametutayarishia. Kuna baraka ziko mbele yako, lakini huwezi kuzipokea kama umefungwa. Bwana asifiwe sana. Na kwa hivyo tunaona the spirit of limitation, tunaona picha yake kama slavery ama oppression. Slavery ama oppression. Na wakati ule ambao Waisraeli wanafanya dhambi, wanarundiwa ama Mungu anawaachilia, wanaingia katika either slavery or oppression. Na Mungu tunaona pia the slavery inakuja kwa sababu ya disobedience ama sin. Wana disobey the word of God, wana disobey wale ambao Mungu amewapeana kwao, na kwa hivyo wanakuwa katika vifungo vile. Tumeona pia katika Lamentation ya kwamba dhambi zetu zinaweza kutufunga, dhambi zetu zinaweza kutuzuilia, dhambi zetu zinaweza kutuzuilia kuendelea. Pia dhambi za wazazi wetu zinaweza kutuzuilia. We can have maybe a look of one verse from Lamentation chapter 5 verse 7 that says, our fathers have sinned and are no more, but we are bearing their punishment. Verse 8, slaves rule over us, and there is none to free us from their hands. We get our bread at risk of our lives. Unaona ya kwamba wamefungwa kwa sababu ya dhambi za wazazi wao. Generation curses ambazo za fathers ambazo walikuwa wamefanya dhambi zikawazuilia kuendelea.
na kwa hivyo dhambi zile zikawazuilia kufanikiwa. Unakuta hata chakula wapokei, hakuna abundance, hakuna kuendelea because of the sins of their fathers. Tunaona wazazi wao walipofanya kazi, wamama hawawezi pata amani, ya kwamba princes have been banged by their means. Unakuta wakuu wanatawaliwa na means. Young men toil at their millstones, boys stagger under the rows of wood, and the elders are gone from the city gate, and the young men have stopped their music. Unakuta hakuna music, hakuna furaha katika familia, ni kwa sababu ya dhambi zetu na dhambi za wazazi wetu. Unakuta kuna vitu tumeinherit ambazo zinatuzuilia kufanikiwa. Kuna vitu tumeinherit katika familia zetu. Kuna vitu tumeinherit kutoka kwa jamii zetu, our communities. Kuna vitu vilifanyika ambazo bado tunazinherit. Their community punishments, community altars zinatuzuilia. Na kwa hivyo katika kipindi hiki cha neno la mwisho, as we continue with breaking the yokes of limitation, lazima to revisit. We are going to revisit any altar. We are going to revisit any punishment. Inaweza kuwa katika familia. Any punishment inaweza kuwa iko pale. Any punishment inaweza kuwa katika familia yenu. We need to revisit it and break it in the mighty name of Jesus. Kunaweza kuwa kuna maroho inazuilia familia yetu. Inaweza kuwa kuna blood guilt ambayo inaendelea kuwazuilia. Ni dhambi ya babu yako ambayo inaendelea. Kunaweza kuwa kuna uchawi ulioendelea. Shosho yako alikuwa anaendelea na uchawi. Guka yako kuna uchawi alikuwa anaendelea nao. Na wewe umezaliwa yule mtu ama uko katika hiyo bloodline. Today I want to pray for you, ya kwamba to break those limitations. Inaweza kuwa inakuzuilia katika jina la Yesu Kristo. Tunaona Danieli ana revisit the sins, of their fathers. Anasema ya kwamba dhambi zile ambazo zinaweza kuwa zilifanywa na baba zao revisit. Daniel chapter 9 from verse 1. In the first year of Darius, son of Xerxes, amended by the descent, who was made ruler of the Babylonian kingdom, in the first year of the reign, I, Daniel, understood from the scriptures, according to the word of the Lord given to Jeremiah the prophet, that the desolation of the Jerusalem would last 70 years. So I turned to the Lord God and pleaded with him for prayer and petition in fasting and sackcloth, and I prayed to the Lord my God and confessed. Ameanza kuconfess. Oh Lord, the great and awesome God, who keeps his covenant of love for who love him and obey his commands. We have sinned and done wrong. We have been wicked and have rebelled. We have turned away from your commands and laws. We have not listened to your servants, the prophets. We have spoken in your name to your kings, our princes, our fathers, and to all people of the land. Unaona, anasema anasema tumefanya dhambi. Yeye hakuwepo wakati hao watu walikuwa wanafanya dhambi. Wakati baba zao walikuwa wanafanya dhambi, hakuwepo, lakini anachukua dhambi zile kama zake. Anachukua mzigo ule. Kwa hivyo anataka kukuambia kwamba if you want to be free from any spirit of limitation, lazima uchukue yale makosa ya wale ambao walifanya mbele yako. Wale walifanya dhambi mbele zako, uyachukue na uweze kuyachukua kama yako, uyapeleke mbele za Bwana na uambie Mungu, nisamee dhambi za shosho yangu, nisamee dhambi ya baba yangu, nisamee dhambi ya community yetu, nisamee dhambi ya community yetu, ili uweze kuondoka katika ile limitation ambayo inaweza kuwa imekuzuilia. Kwa hivyo katika hiki kipindi cha neno la mwisho, ni kipindi ambayo nimekuletea uelewe ya kwamba the spirit of limitation inaweza kuzuilia wewe, lakini ukichukua unachukua hatua ya kurevisit limitations zile zinaweza kuwa kwenu. Urevisit, ni nini kilizuilia mama yangu, ni nini hicho kilizuilia baba yangu, ni nini hicho kilizuilia ndugu yangu. Revisit the patterns. Ukitaka kujua kuna any limitation in your family, see whether there is a pattern that iko pale. Kuna labda ni umasikini, umekuwa umezuilia mama yako, ulizuilia ndugu yako, umezuilia wale wengine wa ile jamii yako. Revisit them like Daniel revisited them. Revisit any kind of disease. Inaweza kuwa inazuilia ndugu zenu.
revisit and break it. Uweze kuivunja, revisit them, ili uweze kuelewa ni nini kinaendelea. Revisit the foundations, revisit the setbacks, zile zinaweza kuwa katika jamii yenu, ili uweze work out, uweze kuacha kuogopa. Revisit them and know that Yesu alikuja ili wakupatie nguvu ya kushinda. Wakati wa episode ya the doctrine of resurrection, tuliona kwamba Yesu amekupatia ushindi wa kupigana hata na kifo. You can rise up from death. Yesu alikufa ili usikufe, usikae spiritually umekufa. Yesu alifufuka ili yale mambo yamekufa uweze kuyafufua kwa jina la Yesu Kristo. So revisit any pattern, revisit any limitation inaweza kuwa katika familia yenu na uweze kuishinda. Kama vile Danieli tumeona akirevisit katika jina la Yesu Kristo. Nataka tuangalie an example of a man of God ambaye amerevisit issue yake mwenyewe. Aliweza kurevisit maisha yake. Out of the clans of Judah, tunaona in First Chronicles tunaona the descendants of Judah wakiandikwa from chapter 1. Tunaona wanaandikwa pale the descendants from Judah, Perez, Hezron. These are the descendants of Judah, Perez, Hezron, Kamri, Hur, Sheol. Wameandikwa pale, wameteremka wote. Lakini tulipofika katika verse 9, tunaona out of Judah wa family, tunaona Jabez. And Jabez was more honorable than his brothers. His mother had named him Jabez, saying, I gave birth to him in pain. Jabez cried to the Lord of Israel, O Lord, oh, that you will bless me and enlarge my territory. Let your hands be with me and keep me from harm so that I will be free from pain. And God granted his request. Tunaona kwamba katika familia ya Juda wakati inaandikwa, tunaona kuna kijana hapa anaitwa Jabez, na Jabez amezaliwa na familia ambayo ni nzuri, lakini mama yake wakati alimzaa katika hali ya ugumu, hali ya shinda, hali ya limitation, akamuita jina akamuita jina Espa vile hiyo hali ilikuwa. Na kwa hivyo tunaona ya kwamba vile aliitwa jina Jabez, jina hilo lilichukua hiyo hali ambayo mama yake alimuita nayo, na ikafanyika. Kwa sababu maandiko yanatuonyesha in Proverbs ya kwamba nguvu za ulimi zipo. Mwanadamu ako na uwezo wa kuita kitu na kiwepo. Kwa hivyo wakati alitamka maneno ya uchungu, kwa sababu alizaliwa katika hali ya uchungu, Jabez akaishi katika maisha ya uchungu. Chochote alichokifanya kilikuwa na limitation. Maisha yake yote yalikuwa na limitation. Jamii yake ilikuwa na limitation. Na ile limitation imetoka kwa sababu ya ulimi ya mama yake. Akawa na limitation katika familia, akawa na limitation katika maisha, akawa na limitation. Chochote kama ni shamba alikuwa nalo, alikuwa na limitation. Yale maneno ya mama yake yakawa na nguvu katika ukulima yake. Yale maneno yalikuwa ya uchungu, akawa na limitation katika biashara yake. Kwa hivyo Jabez alikaishi maisha ya limitation katika hali yake yote. Lakini siku moja ikafika. Siku moja ikafika kama ya siku ya leo, ambao Mungu amekufikishia. Akalicognize ya kwamba maisha yake hataweza kuishi katika yale maisha ya limitation forever. Hataishi katika maisha ya limitation forever. Akalicognize ya kwamba mimi ni mtu ambaye amezuiliwa na maneno, amezuiliwa na sauti, amezuiliwa na laana. Lakini akasema ataenda kwa Mungu na akaomba maombi 4 ambao siku ya leo pia tutayangalia. Na mimi nimekuja kukuombea siku ya leo katika kipindi hichi cha neno la mwisho. Lazima urevisit your life, revisit your aspect of your business, aspect of your birth, aspect of your family, aspect of your community. Uangalie ni wapi panaweza kuwa na limitation, ni wapi ninaweza kuwa nimewekewa vikwazo, ni wapi panaweza kuwa na limitation ya maisha, ni wapi naweza kuwa nimewekewa limitation na maneno, ni wapi wachawi wanaweza kuwa wamelala na wakati nimelala waliniwekea limitation.
Ni wapi walikuja katika biashara yangu usiku na wakaweka limitation? Ni nini kinaendelea? Revisit. Kwa sababu mambo yanaweza kuwa unaona sawa kama mambo ni kawaida. Inaweza sio kawaida. Kunaweza kuwa na limitation nimejirundia. Kuna mambo yamejirundia katika maisha yako. Revisit your life like Jabez revisited his life. Na useme ya kwamba leo nitaamka, leo inavyo leo nitaamka niweze kurevisit maisha yangu, nione ni nini hichi kinaendelea. Hili ni jambo ambalo linajirundia katika watoto wangu, limekuwa katika maisha yangu, ndio lilikuwa katika baba yangu, limekuwa kwa shosho yangu, lazima ni revisit. Akaweza kurevisit maneno, akaweza kurevisit maneno ya mama yake. Maana mama yake alipomzaa alimuita jina, na hilo jina lake likaweza kumanifest. Wengine wameitwa manjina fani. Manjina fani. Hiyo manjina ndiyo imeweza kufanya uwe na limitation. Ulizaliwa ukaitwa tu jina ya mnyama. You know, here in Embu County, and we usually call our children with the names of animals. The names of animals or the names of the situations. Kwa hivyo, this word is very clear. This word is very powerful for us. Tuweze kulivesi manjina yale tumeitwa. Na yale manjina inaweza kuwa na very much effect. Wengine wamezaliwa babu yako alikuwa mchawi na alikuwa na ukaitwa tu jina. Shosho yako alikuwa anafanya vituko fulani na ukaitwa ile ukazaliwa yule shosho yako. So you have to revisit your life, revisit your bloodline, revisit your community names, revisit where you are coming from, and you try to pray these 4 prayers ambazo tunataka tuangalia siku ya leo. Ombi la kwanza ambalo mtumishi wa Mungu Jabezi aliweza kuomba. Aliomba nini? Bless me. Bless me. Nibariki. Kwa nini anaomba bless me? Kwa nini anasema nibariki Bwana? Ni kwa sababu wakati uko na limitation hata za baraka. When there is a limitation, when there is the name Jabez, anaonekana ya kwamba alikuwa amezuiliwa na baraka. Kuna jina linaweza kuzuilia baraka. Na kwa hivyo kitu ya kwanza ambacho ameomba kwa Mungu ni ya kwamba Mungu niondolee laana na unibariki. Nibariki. So the request number 1 ni unibariki. Unibariki. So this is a bold request for God's favor, abundance, and divine intervention. Hiyo ndio blessing. Blessings means favor. Blessing means abundance. Blessing means divine intervention. Wakati umebarikiwa uko na kibali. Wakati umebarikiwa umeongezeka. Wakati umebarikiwa unakuunganishwa na baraka zako. The divine helpers, divine supporters comes. Lakini wakati uko na limitation, hata yule mtu ambaye amekuja na baraka zako ama mtu ambaye anaweza kukubariki, anaweza bitia hapo na usimuone because you are limited. Uko kwa cage. But when you are blessed, uko na favor, watu watakupenda, watu watakuinua, watu watakusupport, watu watakubariki, watu watakupatia nguo, watu watakubariki tu, watu watakupenda bure tu kwa sababu uko na baraka. Kwa sababu hiyo ndio maana the first miracle ambayo inapaswa kutendeka kwako, the blessing of God. Kitu ya kwanza nataka kukuombea leo ni Mungu akubariki. Kwa sababu wengi ambao tunasikia sauti hii, wengine tunavuatwa na limitation. Na kwa hivyo sauti hii nataka ikikufikie ikisema ya kwamba ubarikiwe kwa jina la Yesu. Na ukibarikiwa, hiyo ni kumaanisha kwamba kibali cha Bwana kitakuwa juu yako, utakuwa na kufanikiwa, utaongezeka, na ukibarikiwa kuna watu watakuja wakuweza kukusaidia na wasimame na kazi yako, wakuhudumie, wakuinue. Kama ni biashara, ubarikiwe. Hiyo ni kumaanisha kwamba watu wakuje kununua kwa duka yako, watu wakuje wa support vision ile uko nayo. Hiyo ndio blessing ambayo ninataka kukuongelesha leo na nikuombee leo katika jina la Yesu Kristo. Bwana akuinue, Bwana akubariki, Bwana akuinue, Mungu akuunganisha na watu. Kwa sababu God bless men through men. Kuna baraka ambazo ziko na watu. Kile unatafuta kiko na mtu fulani. Na kwa hivyo ninakuombea hiyo kibali cha Mungu kiwe juu yako, ili Mungu akuunganishe na wale ambao wako na ile kitu ambao unahitaji. Katika jina la Yesu Kristo. Kuna watu wako na kitu ambacho unatafuta. Kuna watu ambao wako tayari kukuinua. Mungu akuunganisha nao. Kama vile Cornelius ameunganishwa na yule Apostle Peter. Peter anaomba. Anaambia kwamba kuna mtu mahali nimeandaa. Anaitwa Cornelius.
huyo atakuweza kukusaidia. Naye Cornelius anaambiwa na Mungu, sasa kuna mtu ninaandaa anakuja kwako ambaye atakuombea kwa sababu ya matoleo yako nimekusikia. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo Mungu anakuandalia mtu. Kuna mtu Mungu ameandaa. Kuna mtu ameandaa mahali, na huyo mtu kutoka mahali huko nataka nikuombee ili uweze kufikiwa na yeye. Do you know that between you and the blessings kuna watu wane? 4 people are between you and your blessing. Kuna watu wane wako pale. And so I'm praying for you. Between you and your miracle. Mungu aweze kufanya kitu inaitwa favor. Mungu aweze kufanya kitu inaitwa divine connections. Mungu aweze kufanya kitu inaitwa grace ya Mungu ikupatie speed. Uweze kuingia katika abundance, uingie katika kubarikiwa. Na kwa hivyo ninakuombea ombi hili ambao Jabezi aliomba, God bless me. Na kwa hivyo Mungu atakubariki, na tunaona maandiko yanatuonyesha kwamba na Mungu alijibu hilo ombi. Na kwa hivyo kama Mungu alijibu ombi la Jabezi, siku ya leo hata lako litajibiwa katika jina la Yesu Kristo. Ombi la pili ambalo mtumishi wa Mungu aliomba, enlarge my coast, enlarge my territory, enlarge my territory, and desire to influence territory and opportunity to grow in life and purpose. Enlarge my territory ni kusema nini? Ni kusema ya kwamba there will be influence. Kuna mtu ambaye ako na kitu, kuna ability, uko na talent lakini haijawahi toka. Haina influence, uko na talent lakini haijawahi tokea. Ndio maana Jabezi anasema ya kwamba mimi nimekuwa limited. Niko na kitu kinaweza nisaidia, but I have no influence. But now after blessing, give me influence. Give me a territory. Give me an opportunity. Let me grow. Kuna watu hawajakuwa grow in the career, grow in the business, grow in the ministry. Na hiyo ndio ombi ambalo ninataka kukuombea siku ya leo. Wewe ambao uko na kipawa, wewe ambao uko na talent, wewe ambao uko na huduma, Mungu aachilie growth. Mungu aachilie neema ya kugrow katika jina la Yesu Kristo. Usizuiliwe na kitu yoyote, usizuiliwe na mtu, usizuiliwe na sauti yoyote. Na maandiko inatuonyesha kwamba na Mungu akajibu ombi la Jabezi, na Mungu akampatia enlargement, na Mungu akampatia opportunity ya kugrow, na Mungu akamuinua, na Mungu akamuongezea. Na kwa hivyo siku ya leo naachilia sauti hii ikufikie na ikupatie kuongezeka, uongezeke katika maarifa, uongezeke katika pesa, uongezeke katika education, uongezeke katika wisdom, uongezeke katika biashara, ili wakati unataka kusupport kazi ya Mungu usipungukiwe na usione kama unavinyiliwa ukiambiwa support the ministry. Nikikwambia namba yangu iko pale ya simu, upiga na uandike ujumbe na utume sadaka yako, usione kama unavinyiliwa. Kwa hivyo ninakuombea influence, ninakuombea increase, ninakuombea multiplication, ili usiwe na ugumu wa kusupport kazi ya Mungu katika jina la Yesu Kristo. Na tunaona kwamba Jabezi alijibiwa hilo ombi. Ombi la tatu ambalo Mungu aliweza kujibu na ama ombi ambalo Jabezi aliomba ni ya kwamba thy your hand might be with me. Mkono wako uwe juu yangu. Mkono wako uwe juu yangu. Kwa nini anataka mkono wa Bwana uwe juu yake? Na mkono wa Bwana ukiwa juu ya mtu ni nini hicho? This is God's presence. This is God's guidance. This is God's empowerment. Huu ni muongozo wa Roho Mtakatifu. Huu ni upako wa Roho Mtakatifu ukiwa juu yako. Hii ni kama ombi ambalo Exodus 33. Maandiko inasema Musa akaomba, wacha neema yako iwe juu yangu. Nisitembee nikiwa peke yangu. Nisitembee nikiwa sina roho wa Bwana. Nisiongoze kama sina presence ya Mungu. Kwa hivyo Jabezi analicognize nini? Akwamba hata akibarikiwa, hata akiwa na influence, hata akipanuka, na kama ana ulinzi, kama ana ulinzi wa Roho Mtakatifu, ile chochote ambacho amepewa kitapotea. Atakuwa na attacks. So God's presence inakusaidia ya kwamba kuna preservation, unakuwa na protection, ya kwamba kile Mungu amekupatia kina ulinzi. After blessings, after having that increase, after having that enlargement, unahitaji God's presence. Unahitaji mkono wa ulinzi juu yako, ili kile Mungu amekupatia kisipotee, ili baraka za Mungu zisipotee, ili mali ambayo Mungu amekupatia isiende,
Mungu anatuonyesha Job chapter 1, tunaona kwamba alikuwa amebarikiwa na utajiri mwingi sana, na Mungu alikuwa ameweka a fence of protection ya kwamba hakuna kitu ambacho kilikuwa kinaguswa na shetani, mpaka shetani akaenda juu kuomba ruhusa, because there was a covering. There was a covering of God's presence. Na kwa hivyo Jabezi anaomba kwamba aweze hata akibarikiwa na akipata hiyo influence apate kuwa na protection, apate kuwa na ulinzi, apate kuwa na presence ya Mungu ikiwa juu yake. Na nikuambie, Jabezi alijibiwa hilo ombi. Na kwa hivyo hata wewe katika kipindi hichi cha neno la mwisho, hilo ombi linaenda kujibiwa. Ninakuombea God's presence, na kuombea Mungu akupatie protection, Mungu akupatie guidance, Mungu akupatie direction katika jina la Yesu Kristo. Ombi la mwisho ambalo lilijibiwa, ama ombi ambalo Jabezi aliomba: keep me from the evil one. Keep me from the evil one. Keep me from the evil, that I may not grieve me. Mungu niondolee uchawi, Mungu niondolee sin, Mungu niondolee magonjwa, Mungu niondolee chochote ambacho kinaweza fanya nisienjoy blessings, ambazo kinaweza kunizuilia God protect me, God keep me from evil one. Na hivyo ndio pia hata Yesu anapotufundisha maombi, anaomba kwamba keep me from the evil one. Keep me from temptation, keep me from the evil one. Nipatie ulinzi, nipatie ushindi, kwa sababu dhambi zitakunja, magonjwa yatakunja, shetani ataataka maisha yangu. Kwa hivyo nisaidie ili niweze kuenjoy this abundance, niweze kuwa na protection. Na Mungu alijibu hilo ombi la Jabezi. Na kwa hivyo siku ya leo ninapoenda kumaliza, ninataka kukuombea upate protection, upate kupata ulinzi mkubwa, maombi ili la Jabezi liweze kutimia kwako, ya kwamba Mungu aweze kukubariki. Mungu akikubariki utakuwa na enlargement, na Mungu akikupatia hiyo enlargement atakupatia the protection, na akikupatia protection anakupatia victory. Kila wakati utakuwa na victory. Yes, ukibarikiwa siku maanisha kwa shetani atakuja. Kama alikuja kwa Job, anaweza kuja kwako, lakini katika yote Mungu ataweza kukupatia victory katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo ninapoendelea kumaliza na kuombea, let there be no limitation. Usionekane limitation maishani mwako. I break any limitation katika huduma. I break any limitation in your family. I break any limitation in any kind of business you are doing. Any limitation in your life is broken in the mighty name of Jesus. Ili wakati unamtumikia Mungu, umtumikie Mungu ukiwa na ulinzi, umtumikie Mungu ukiwa na neema, umtumikie Mungu ukiwa na furaha. Ninakuombea, namba za simu ziko pale, tuendelee kuombeana, tuendelee kunena pamoja. Niandikie ujumbe kama uko na swali, kama uko na ombi ambalo unataka nikuombee, nitakuombea na Mungu atakuokoa, atakufungua, atakuweka huru katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki na akutende mema. Amen. Kwa miaka 8 huduma ya Picon imekuwa ikiangaza mwangaza wa uamsho kote Afrika, kuhubiri wokovu, kuwawezesha waumini pembe zote za Afrika. Na sasa Mungu ametia mzigo moyoni mwetu kujenga kanisa kuu la Pentekoste hapa Kiritire, kaunti ya Embu, ambayo itakuwa nyumba ya ibada za uamsho, kituo cha mafundisho ya mitume, kituo cha kutuma wamishonari kwa mataifa. Ili kushirikiana nasi katika ujenzi huu wa kanisa ambako nguvu za Mungu zitagusa vizazi, tutumie mchango wako kwenye paybill namba 874950, account number 113636, pia katika M-Pesa na 0712059113. Mungu akubariki unapoendelea kushirikiana nasi.